Safari nzima ya Ufaransa ilikuwaje hasa kwa siku zote kuelekea katika kongamano, lakini vile vile kuitangaza filamu za Tanzania? Kimsingi sisi tumekuwa na safari nzuri sana. Tumesema Kiswahili kimetuletea faida zaidi. Unajua tukwenda kwa sababu ya kongamano la pili la Kiswahili la Masjidu lile UNESCO. Sisi pia tulikwenda na mkakati pia wa kuona namna gani Kiswahili kinapata nafasi bora kwenye filamu. Nafikiri tuliongea mara ya kwanza. Sasa tulivyokwenda tukasema tuwezi kwenda hivi hivi. Ufaransa kuna tamasha kubwa la filamu la kimataifa kongwe, lina miaka zaidi ya 50, linaitwa Cannes International Film Festival. Tukasema hatuwezi sisi kutoka Kapa. Lazima tutengeneze mazingira ya kuhakikisha kwamba mwakani tunashiriki kikamilifu katika tamasha la Cannes. Kwa hiyo Kiswahili kilitupa fursa nyingine ya kuweza kuingia makubaliano na wale wenzetu wa Cannes. Na tulifanya hizo hatua za awali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Saidi Yakubu kwa kuhakikisha kwamba yale mazungumzo ya awali yamekwenda vizuri. Tukafanya mazungumzo ya pili vizuri, kuandaa kikao cha mwisho pamoja na Mheshimiwa Waziri ambacho tulikifanya ile kama mlivyoona. Tulipofanya kile kikao ni kikao kikubwa sana ambacho kimetusaidia kiasi kikubwa sasa kuhakikisha kwamba bodi ya filamu kupitia wanatasnia wake tunakwenda kupata ushiriki mkubwa wa tamasha la Cannes. Faida yake ni ipi? Moja kubwa ni kwamba wanasanii wetu watapata nafasi ya kuweza kuwasiliana na watayarishaji wa filamu wa nchi, hususan Ufaransa na nchi zote. Kama nilivyosema, lile tamasha linagusa nchi zote za Ulaya pamoja na Amerika pamoja na Asia. Kwa hiyo tumepata hiyo nafasi kwamba kubwa, kwanza wasanii wetu watakwenda kuweza kushirikiana na wenzao wa Ufaransa na mataifa hayo nimetaja yanayozunguka ile Ulaya nzima. Lakini pili, huu ni muendelezo sasa kwenda kutengeneza zile exchange programs. Wasanii wetu wa Tanzania watapata pia fursa za kujifunza kwa wenzetu wa Ufaransa na mataifa mengine. Lakini tatu, ambalo ni kubwa zaidi, tutapata nafasi ya kuwa na banda letu kama hili pavilion ile kubwa ambayo itaonesha utamaduni wa Kitanzania, lakini pia itaelezea shughuli za filamu zinazoendelea hapa nchini Tanzania. Na hii yote inasaidia sasa pia kutengeneza yale mazingira mazuri kwamba watu wa mataifa haya makubwa waweze kuja Tanzania, kuwekeza katika sekta ya filamu na pia kutumia mazingira ya Kitanzania kutengeneza filamu zao. Ambayo hilo jambo linabeba jambo jingine kubwa zaidi, jambo la kiutalii. Nchi yetu itaanza kueleweka zaidi katika sekta ya utalii. Kwa watu wote wanaokuja nchini Tanzania kutengeneza filamu, watatangaza vivutio vya kitalii vya Tanzania ambapo tutapata watalii wengi zaidi. Kwa hiyo unaweza kuliona hili jambo si la bodi ya filamu Tanzania tu au wizara yetu adhimu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, lakini bado linaingia pia kwenye wizara ya maliasili na utalii, lakini linaingia pia kwenye wizara ya biashara, kwa sababu tunaenda kufanya pavilion kama hapa tulivyo Sabasaba leo. Kwa hivyo fursa zinaweza kuwa nyingi zaidi. Na mimi namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu Paul Makonda kwa kuliona jambo letu katika muktadha mkubwa, na pia kusema kabisa, akatoa kauli kabisa kwamba sasa tunalipeleka mbele zaidi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye tunamjua kabisa ana mapenzi na tasnia yetu ya filamu nchini Tanzania. Tumeshakwenda Korea, sisi bodi ya filamu tumeendeleza ile shughuli zake za Korea. Tumefanya shughuli nyingine za kuwapeleka wasanii wetu China. Tumefanya shughuli za kuwapeleka baadhi ya wasanii kupata mafunzo hapa ndani kutoka Urusi na kadhalika. Kwa hiyo sisi tunasema tunaamini Mheshimiwa Rais kwa ajili ya tasnia yetu, tunakwenda kumwakilisha vizuri, kutengeneza mazingira mazuri ya nchi yetu kuendelea kutangazika kwamba ni kitovu adhimu cha utayarishaji wa filamu barani Afrika. Na mimi na mawazo yangu ni yale, tuende Ulaya na Marekani na dunia nzima. Kama tunaamini kwamba mtu wa kwanza ametokea Afrika na ametokea Tanzania, maana Tanzania ndio kitovu cha kila kitu. Ni juhudi zetu sisi wenyewe sasa tuanze kufanya mazingira haya kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inazidi kuwa mbali zaidi. Asante sana. Asante sana. Ni Dr. Gervas Kasiga, katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania, akielezea namna ambavyo safari yake nchini Ufaransa imekuwa na tija katika kufungua kiwanda cha filamu, lakini vile vile kiwanda cha utalii na uchumi wa Tanzania ni kwa namna gani unaenda kuguswa. Hii ndio maana ya soft power, uchumi ambao hautumii maguvu, ni uchumi laini hivi, lakini wenye nguvu sana na unaendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Asante sana. Ciao.